Kwa majina naitwa Novatus Felix Mushi, ni kaimu meneja wa Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira kwa maana NEMC kanda ya kati. Tarehe 23 Mei kila mwaka dunia huwa inaadhimisha siku ya Kobe duniani. Na Tanzania ikiwa kama sehemu ya dunia huwa inaadhimisha siku hii pia. Kimsingi Tanzania kwa bahati nzuri tumejaliwa kwa mazingira mazuri ambayo bado tunaweza tukawaona hao viumbe kwenye mazingira ya ekolojia yao. Na kimsingi pia Tanzania tuna mazingira ya nchi kavu, lakini pia mazingira ya bahari ambayo pia ni maeneo ambayo tunapata kobe wa aina mbalimbali. Lakini mazingira haya yameendelea kukabiliwa na changamoto mbalimbali zikiwemo za uchafuzi wa taka mbalimbali, za plastiki, lakini kuna mazingira mengine ambayo pia kuna uchumaji wa misitu na kadhalika. Sasa kama tunavyofahamu viumbe kobe, viumbe jamii ya kobe ni mojawapo ya viumbe ambavyo vinathamini sana mazingira ambayo ni safi na salama. Na kwa asili yao, kwa sababu ni viumbe ambao wana utulivu fulani, ni wanyama wapole wasiokuwa na mbio na wanaopenda pia kukaa kwenye mazingira ambayo yanaweza wahifadhi kwa spidi zao, kwa maana upole wao, na kuweza kupata huduma mbalimbali za kiikolojia kama vile chakula na maji. Kwa hiyo hawapendi kukaa kwenye mazingira yaliyoharibiwa. Sasa kama Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira tumekuwa tukiona kwamba kumekuwepo na changamoto nyingi sana ambazo zinahatarisha maisha ya viumbe kama jamii ya kobe ambazo kimsingi zinachochewa na shughuli za kibinadamu. Ndio maana tumeona tuwe ni sehemu ya dunia kwa kushirikiana na wenzetu hawa Mamlaka ya Uhifadhi na Usimamizi wa Wanyamapori kwa maana ya TAWA, tuweze kuadhimisha siku hii kwa namna ya kipekee kabisa. Tunaiadhimisha kwa madhumuni gani? Kwanza ni kutokana na uhalisia kwamba baadhi ya kobe sasa hivi wako katika mazingira ambayo ni hatarini kutoweka. Kwa hiyo maana yake tusipoongeza juhudi katika shughuli za uhifadhi wa mazingira, tusipoongeza juhudi kutambua kwamba tunao wajibu wa kuhifadhi mazingira kwa ajili ya kuwezesha viumbe kama hawa jamii ya kobe na wengine waweze kuishi, maana yake tutapoteza hawa viumbe. Kwa hiyo sisi rai yetu kubwa ndio hiyo kwamba maisha ya kobe yana thamani kama yalivyo maisha ya binadamu. Kwa hiyo tuthamini uhifadhi wa mazingira. Kwa maana hiyo pia tuepuke kuchafua mazingira, tuepuke kutupa taka ovyo, kwa mfano za plastiki ambazo kwa mfano ukitupa kwenye maeneo ya nchi kavu, maana yake zinabebwa na mifumo mingine ya kiikolojia kama maji mpaka zinafikia maeneo ya baharini, ambapo pia wale kobe wa baharini wanaweza wakala hizo plastiki tulizotupa kwenye mazingira ya nchi kavu. Kwa hiyo tunao wajibu kama sehemu ya dunia na kwa kuwa tuna hii rasilimali ya kobe, tunao wajibu wa kutunza sana mazingira. Tunao wajibu wa kutunza mazingira kwa sababu pia haya mazingira tunayoyatunza ndio yanayo wawezesha viumbe kama kobe kuendelea kuishi na kuzaliana. Lakini pia siku hii ni ya kipekee sana kwa sababu kwa sehemu kubwa sasa tunatambua kwamba baadhi ya mazingira yale ambayo kobe walikuwa wanaishi kwa wingi yameanza kuharibiwa kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo tunao wajibu wa kuongeza juhudi za kutambua maeneo ambayo tunaweza tukahuisha na tukaendelea kuwezesha viumbe kuishi kwa kutumia ule mtandao wa kidunia wa hifadhi hai. Tunaita World Network of Biosphere Reserves. Kwa hiyo sio kwamba ni lazima kobe wapatikane kwenye maeneo ya hifadhi tu. Kobe wanaweza wakawa wanaishi kwenye mazingira ambayo na sisi tunaishi au ambayo kuna shughuli nyingine za kibinadamu, lakini haya mazingira yakiwa yametambuliwa na kuhifadhiwa au kutumiwa kwa utaratibu, maana yake tunawezesha pia na kobe kuendelea kuishi kwenye haya mazingira.
Na kimsingi tunavyofahamu kobe ni wanyama ambao wanakula majani, wanakula na nyasi mbalimbali. Kwa hiyo maana yake ni kwamba tukiweza kuruhusu ule uoto wa asili, vile vyakula ambavyo kobe anaweza akawa anakula, na mazingira ambayo anaweza akapata zile huduma zake za msingi, kwa maana ya kwamba kuzaliana na kupata huduma kama za maji na chakula, maana yake tunawezesha hawa kobe kuendelea kuishi kwa muda mrefu, lakini pia na kuendelea kuwa nao kwenye ekolojia yetu ya Tanzania. Kwa hiyo niseme kikubwa sana, rai yetu sisi kama Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira ni kwamba tujali kutunza mazingira. Tujali kutunza mazingira ili tuendelee kuwa na hawa kobe, lakini pia tuendelee kuwa na wale viumbe na mazingira mengine ambayo yanaweza kumsaidia kobe kuendelea kuishi.